vitu ambavyo vina urafiki ni hicho ambacho umekishika. Simama hapo hapo. Hapo hapo. Inaua hiyo. Hiyo inaua. Mimi sina shida na wewe, sawa? Simama hapo hapo bana. Nini? Njoo tucheze. Hicho choshika hicho. Kulikoni? Kuna nini? Sioni furaha. Wow, gangu. Nipe kisu. Nipe mrembo. Nipe. Tunajani. Ndugu wala jirani, kila kitu ni miujiza mento na hisi uchizi. Vipi? Afuta hapo. Unaletea nani? Uji kuchiza kupeleka huko usiniletee. Afu jana mletea nani? Kwanza ngoje huyu kaka aje. Amuondoe sasa hivi. Babu sana. Sioni furaha machoni wala moyoni, mbele naona kiza. Simuoni ndugu wala Ona. Mke wangu, leta mwana mpenzi. Hawa watakula, mimi na wewe tu. Leta mamangu. Achia. Leta mwana. Huyu chizi. Ndio yale matatizo nilokuwa nakwambia. Kaka nikuulize, ulimpendea nini? Sasa tuwezi kukaa na machizi hapa ndani. Tutashughulikia hilo. Hatakuwa sawa mpaka lini brother? Sisi tumechoka humu ndani, hatuna amani. Kila siku unasema atakuwa sawa, atakuwa sawa. Atakuwa sawa mpaka lini? Ni vile tu wewe unaenda unarudi, lakini sisi tunaoshinda nyumbani hapa changamoto tunaiona. Changamoto unazopitia mimi nasijua. Najua kabisa kweli mnatosha kukaa humu ndani. Lakini wewe ni mke wangu, nampeleka wapi? Kwa hiyo uone kama hili ni tatizo. Wewe unachukulia kawaida tu tunapoteseka sisi. Unaona ni sawa tu. Cha kufanya hapa mpeleke Milembe. Mpeleke mke wangu Milembe? Kisa wewe ukae hapa nyumbani. Huyu ni mke wangu bana. Hebu siku moja brother, hebu kaa nyumbani tu uone changamoto anazokuletea huyu mwanamke wako. Sisi tumemchoka. Nishamba tumediana na changamoto kidogo. Baada ya muda atakuwa sawa. Hii ni changamoto ya muda mchache tu, nikikutana na mtaalamu atamsaidia atakuwa sawa. Plan B brother. Huyo mtu mtafutie watu wa kukaa nao. Si unanielewa? Tafuta wafanyakazi wa kukaa nao huyu mtu wako ili sisi tukae kwa amani. Lolote linalotokea wafanyakazi wadili naye, sisi haituhusu. Na hao wafanyakazi kwa ninavyomjua ufujo zake, asiwe mfanyakazi wa kike, wawe wa kiume. Na wawe wawili. Sawa. Nikitoka hapa kesho nitaenda kuona mtaalamu, daktari, tuongea naye. Afu kuhusu wafanyakazi na watu kumwangalia na mengine yote, mimi nitajua cha kufanya. Fanya siku kae hapa nyumbani. Sawa. simuoni ndugu wala jirani, kila kitu ni miujiza. Mento nahisi uchizi. Karibu boss. Asante. Karibu kabisa. Hapa. Salama kabisa, sijui utokako. Salama kabisa. Nyumbani wote familia. Lakini maana kama bosi wangu hauko sawa. Kuna shida kidogo za kifamilia ambazo zinanisumbua. Kidogo zimechukua akili yangu katika hii wiki hapa. Shida gani hiyo? Nilikuwa nafikiria hivi naweza kupata wafanyakazi vijana wawili wa kufanya kazi. Vijana wapo na kaka zangu wawili wapo mkoani. Wanawezekana kufika huko? Nitawasiliana nao tu.
Nitafurahi kama utanisaidia kuweza kuwapata. Sawa, nitaongea na mama, afu nitaongea nao. Ikiwa tayari nitakupigia simu kuelekeze. Basi tashukuru. Vipi kuhusu hapa dukani? Tunashukuru Mungu. Duka linaendelea vizuri. Basi ni vyema, utaniunganisha basi na hao vijana, maana kwa nahitaji kwa haraka zaidi. Sawa, hamna shida. Sawa, karibu sana bosi wangu. Nilikuwa napita kidogo narudi lakini baadaye. Karibu sana bosi wangu. Aiyo. Kila kitu ni miujiza. Okay, Mr. Harry. Naam. Nimemaliza kufanya vipimo vyangu. Sawa. Kwa mkeo, lakini vitu nilivyogundua, mkeo ana ugonjwa ambao kitaalamu unaitwa mental disorder ama mental ill. Ni ugonjwa ambao mara nyingi unahusisha akili. Yaani mgonjwa anakuwa, kuna wakati akili yake inakuwa sawa na kuna wakati akili yake kama anakuwa amechanganyikiwa. Sasa kwa kumwangalia na kwa vipimo nilivyofanya, kuna dawa naweza nikasuggest ili hali yake isiwe mbaya. Si tunaelewana? Ndio. Na kwenye hizi dawa nafikiri nitaomba sana asiache au asiruke hata dozi hata siku moja. Si tunaelewana vizuri? Kwa kama kuna watu unaishi nao humu, wakati unatoka unaweza kuwapa hayo maelekezo. Tumeelewana? Nitampa dawa inaitwa antipsychotics. Hii kazi yake ni kupunguza kusikia sauti ambazo hazipo, kupunguza kuona vitu ambavyo havipo, lakini pia itamsaidia kuondoa au kupunguza kabisa kule kuchanganyikiwa. Sio, unanielewa vizuri? Nitampa pia Risperdal. Hii itamsaidia kwenye kurudisha hali yake ya kawaida. Sawa, sio, tunaelewana vizuri, kwa sababu pia kwa muonekano wake hali yake sio ya kawaida. Lakini pia nitampa mood stabilizer. Hii itamsaidia sasa kuweka mood yake vizuri ili akae sawa. Sawa. Sasa ushauri wangu kwa hali yake, sijajua mazingira ya hapa nyumbani na mnaishije, lakini kwa hali yake ninaomba sana, huyu sasa hivi anatakiwa kujaliwa sana, apate ile care. Sawa, kwa sababu unajua wakati mwingine anaweza kawa watu wanamuona ni hayuko sawa, wakaamua kumpusha au kumtelekeza. Sasa naomba apate care. Yaani kama inawezekana aidha uombe likizo kazini ama utafute watu au wafanyakazi ambao wataweza kumkea. Lakini pia anatakiwa kusikilizwa. Pamoja na hivyo anavyoonekana kama anaongea vitu havieleweki, lakini anatakiwa kusikilizwa. Lakini mwisho anatakiwa upendo. Sawa? Yaani pamoja na mambo yote umpende. Sawa? Saizi muda wangu umekwenda sana, lakini nafikiri next time nikirudi nitataka kufahamu pia chanzo cha tatizo. Nilikuwa nauliza kwa hii hali kumbe haihitaji kwenda Mirembe ni hatua kubwa sana kama mtu atakuwa amechanganyikiwa totally, amekuwa totally insane. Lakini kwa sasa hivi bado anaweza kutumia dawa na akakaa sawa chini ya uangalizi. Kwa nyinyi familia naomba muwe karibu naye sana. Sasa Mr. Harry, mimi nafikiri nikuache. Sawa. Niwahi hospitali. Unajua toka umenipigia simu nilikuwa na kwenda hospitali, lakini imebidi sasa nije nikusikilize. Kwa hiyo nafikiri naomba nikuache, tutaonana next time. Cha msingi zingatia mambo ambayo tumezungumza. Nashukuru sana dogo. Naomba niwache. Geni. Karibu.
Basi sana ingia. Bwana hapa ni nyumbani. Karibuni sana. Sani. Baraka. Nakujeni? Baraka. Kwa wapi? Sasa nilikuwa hapa sasa hivi. Yeye mko wapi? Nye vijana mko wapi? Nye vijana. Uko vipi? Nini unatokea? Nye mtoza kazi kweli? Mtoza kazi kweli nini? Haingeni ndani. Blaza, kuna nini kinaendelea? Afadhali umekuja. Hao ndio wafanya kazi nilikomenda kuleta ni hawa wawili hapa. Nimetoka kupokea sasa hivi. Kwa ile kazi ya humu ndani na hapa nje. Wataweza kazi kweli hao? Sizarau mionekano yao hawa watu. Hawa watu wanapiga kazi kweli kweli, watu wa kazi hawa. Mbona wanaonekana na mionekano ya kiuoga uoga hawa? Ushamba wa mjini umekuja leo. Nimetoka kupokea sasa hivi. Ushamba tu wa mji. Haya, hamna shida. Haya, ninapokea nilikuwa na haraka. Sasa watawapangia taratibu zingine zote hapa ndani. Taratibu zote utamaliza nazo wewe mwenyewe. Mimi natoka maana nilikuwa na haraka kidogo. Nimetoka kupokea sasa hivi. Sasa ila nadhani ina haja kuja. Ngoja tu niwape maeneo ya kazi. Mimi mtaweza kazi kweli? Naweza. Imeisha. Wewe kazi yako itakuwa ni hapa hapa nje hapa. Mazingira yote ya nje hapa, swala kufungua mlango na kufunga mgeni yote anayekuja. Yaani swala la ulinzi hapa ndani hapa kwenye hii nyumba ni wewe hapa. Umeelewana? Na wewe hapo majukumu yako yatakuwa ni ndani. Si unajua kupika? Naweza kupika. Unaweza kupika chai wewe? Hadi viazi mimi napika tu. Basi sawa, imeisha. Wewe twende ndani, wewe hapo anza kazi. Nje hapa. Eneo la nje hapa kote. Ni wewe hapo. Wewe twende ndani. Sioni furaha macho